yenu kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Nawashukuru sana waheshimiwa madiwani kwa kuniamini na kunipa kura zenu zote za ndio. Wajibu wangu ulioko mbele yangu ni kwamba, narudia tena, nitazidi kushirikiana na nyinyi kwa ukaribu sana. Mimi Ngole naamini katika ukweli. Kwa hiyo kama kuna pahala naweza nikaenda tofauti, mimi ni binadamu. Naomba tuketi chini tuelezane. Nia na madhumuni, tunatamani halmashauri yetu iweze kuendelea kusonga mbele. Tumefanya mambo makubwa, tunatamani tuendelee kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo kwa ajili ya kikao cha leo, na ninajua tulio wengi tuna hamu ya kumsikiliza mstahiki meya. Sasa mimi ni mtengeneza njia tu, nisije nikaharibu mambo yote ambayo atakuja kuongelea mstahiki meya. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, sina cha kuwalipa. Mungu wa mbinguni atawalipa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Yohana Yusufu Bwabi naapa kwa dhati kwamba nitaitumikia halmashauri ya manispaa ya Geita kwa dhati kwa wadhifa wangu wa udiwani, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri kama ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria, na kwamba nitaitumikia halmashauri ya manispaa ya Geita kwa uaminifu, kwa uwezo wa moyo wangu wote. Mungu nisaidie. Nini matumaini yangu na nini matarajio yangu? Matarajio yangu ni kuiona Geita inafaa. Matarajio yangu ni kuiona Geita yenye miundombinu, yenye uwanja wa mpira, yenye miundombinu mizuri, lakini kwa wenzetu vijana ambao limekuwa ni changamoto kubwa sana kwenye taifa hili. Kwanza, tunayo ile 10% ya vijana, wakina mama na wenye ulemavu. Tutahakikisha tutarudi kwenda kuisimamia vizuri, tutoke kwenye mikopo ya milioni 2, milioni 3. Tunatamani vijana na tunawaalika, kwa sababu sisi ndio tunaenda kusimamia mapato. Tunawaalika vijana wenzetu waje waunde vikundi vyenye tija, waje na maandiko mazuri ambayo tunatamani tungewezesha vikundi kutoka kwenye milioni 2, milioni 5, twende hata kwenye milioni 50 mpaka milioni 100, ili sasa wakishaenda kufanya huo mradi vizuri, wakirudi angalau wawe vielelezo kwenye jamii nyingine. Lakini wanaporudisha hiyo hela, kwa sababu tuna akaunti kwa ajili ya kukusanya hiyo hela na kwenda kuikopesha, mwisho wa baada ya miaka 5 tutakuwa na vijana wenye kujitambua kiuchumi, na wala hatutakaa vijiweni kwanza kuisema serikali. Lakini kwa nini tunasema tukamalizie uwanja wetu wa mpira? Tunajua vijana fursa nyingi iko kwenye michezo na imeshakuwa ajira. Kwa hiyo tunapoenda kumalizia uwanja, tuna imani licha ya Geita Gold kuna timu nyingi. Timu kwa mfano ikija hata Mbeya City, ikija hata Yanga, ikija hata Simba, kwa siku hiyo bodaboda atafanya kazi, daradara wa baiskeli atafanya kazi, mwenye bajaji atafanya kazi. Kwa hata sisi kupitia ile 10% kama tutakuwa tumemkopesha huyu kupitia timu ile itakuwa ina rotate kwamba tunakopesha, alafu siku ya mechi uwanja unaingiza, mamalisha anaingiza, bodaboda anaingiza, lakini na wenye mahoteli wanaingiza.